Kuna siri gani ya kuomba usiku wa manane? Maombi ya usiku huwa ni maombi yenye matokeo makubwa. Je, ni nguvu gani ambayo imejificha katika kuomba usiku? Leo kaa nami kabisa hadi mwisho wa somo hili uweze kugundua kwa nini maombi ya usiku huwa yanajibiwa na kwa nini maombi ya usiku huwa yanafungua mbingu. Kama kabisa ni mara ya kwanza kujiunga pamoja nasi, cha kufanya kabisa bonyeza kitufe chekundu yani subscribe, kisha bonyeza alama ya kengele. Hongera sana, sasa umekuwa mwanafamilia wa Jehova Media TV Online, kwenda kujifunza siri ambayo iko kwenye maombi ya usiku, kuomba usiku wa manane. Siri ya kwanza, usiku ni muda wa utulivu na ni muda wa kusikia sauti ya Mungu. Biblia inatufundisha ya kwamba Mungu hunena sana wakati wa utulivu. Hivyo usiku mzito ambapo hakuna makelele ya dunia hii, shughuli zimesimama, kelele zimepungua, ndipo Mungu huanza kunena na watu wake. Watu wengi wamekuwa ni watu wa kulalamika ya kwamba Mungu haneni nao. Ni pale tu ambapo hawampatii wakati wa utulivu, ili Mungu aweze kusikia maombi yako, ili maombi yako iweze kujibiwa na Mungu. Ni pale tu ambapo utaomba kwenye hali ya utulivu, ili uweze kusikiliza ile sauti ndogo ya Mungu ambayo aniachilia kwenye maisha ya watu. Kwa lazima moja kwa moja uombe wakati wa usiku ambapo hakuna kelele ambazo zinaweza kukuondoa kwenye hali ya utulivu. Kwa Mungu wetu anahitaji ukae kwenye hali ya utulivu ili aweze kuanza kunena pamoja na wewe. Ukianza kuomba wakati wa usiku, utaanza kusikiliza maelekezo ya Mungu. Utaanza kupata maonyo na mafundisho mbalimbali na mafunuo mbalimbali, kwa sababu wakati wa usiku ni wakati pekee ambapo Mungu anajifunua kwa ukubwa. Ni wakati ambao Mungu anaonyesha ndoto na maono kwa watu wake. Maana kwenye Ayubu 33:15 anafundisha jambo hili ya kwamba wakati wa usiku, wakati wa usingizi, ndipo Bwana ambapo huwa anafungua masikio ya watu wake. Maanake ni wakati wa utulivu ambapo Bwana pekee anafungua masikio ya watu wake kuanza kusikiliza ile sauti yake. Siri ya pili, usiku ni muda wa vita vya rohoni. Wakati ambapo vita vya rohoni huwa vinashambulia na kufanya kazi ni wakati wa usiku. Ndugu yangu, Biblia iko wazi kabisa. Vita vingi vya rohoni hutokea wakati wa usiku. Kwa hakuna vita ya ulimwengu wa kiroho ambayo inafanya kazi wakati wa mchana. Ndio maana hata kama ni watu ambao ni nguvu za giza, uwanja wao mpana ni wakati wa usiku, kwa sababu wakati wa usiku ni muda pekee ambapo vita vya kiroho huwa vinafanya kazi. Unaposoma kwenye Biblia yako Mathayo ile 13:25 anatufundisha kitu hiki ya kwamba, lakini watu walipolala akaja adui akapanda magugu katikati ya ngano akaenda zake. Kumbe wakati wa usiku watu walipolala ndipo adui ambapo alipanda magugu katikati yao na akaenda zake. Kumbe wakati ambapo shetani anafanya mapandikizi ambayo ni kuharibu kile kitu ambacho Mungu ameweka ndani yako, ni wakati wa usiku. Kwa ni heri ukatambua mambo haya ya kwamba wakati wa usiku ni wakati ambapo vita vya kiroho vinafanya kazi. Kwa kama mpendwa ambaye tayari umechagua kujifunza pamoja nami, nitaenda kukuelekeza namna gani maombi ya usiku yanaleta majibu, na pia nimefundisha kwa habari ya vifungu vya kusoma na maombi ya kuomba wakati wa usiku. Maana yake usipofanya hivyo huwa unaweza kupandiwa magugu na ibilisi kuweza kuondoa kile kitu ambacho Mungu ameweka ndani yako. Na watu wengi wakati wa usiku umekuwa ni wakati wa wao kuibiwa nyota zao, wakati wa wao kuibiwa hatima zao, kwa sababu ni wakati ambapo shetani huwa anafanya mashambulizi makubwa katika ulimwengu wa kiroho. Kwa ni heri kuyatambua haya na kuweza kuanza hatua za kuomba usiku wa manane. Ndio maana ndoto nyingi ambazo ni mbaya hutokea wakati wa usiku.
watu wengi wamekuwa wakiteseka na ndoto mbaya wakati wa usiku, kwa sababu ni wakati ambapo huwa ni mashambulizi makubwa ya adui. Kwa unapokuwa unalala hufanyi mambo ya usiku, bila kufanya mambo ya usiku, unakuwa na mashambulizi ya adui ambao anakuletea kushambulia kile kitu ambacho Mungu ameweka ndani ya maisha yako. Mashambulizi mengi ya rohoni huanzia usiku. Hofu na mawazo huja usiku. Mawazo mengi mabaya, mawazo mengi ya kuogofya huja wakati wa usiku, kwa sababu ndipo ambapo shetani huagiza malaika zake kwa ajili ya kushambulia watu wa Mungu, kwa ajili ya kushambulia watu ambao tumeweka kwenye ulimwengu huu, kwa ajili ya kufifiza na kuweza kusitisha zile hatima za maisha yetu. Lakini pia ushindi wa rohoni huanzia usiku. Ndio maana najivunia kukwambia maneno haya, kwa sababu Mungu mwenyewe alijua kwamba wakati wa usiku ndipo shetani ambapo huwa anapanda mbegu mbaya katikati ya watu, naye Mungu akajua kwamba wakati wa usiku ndipo ambapo ataenda kuachilia ushindi kwa yule tu ambaye atachukua hatua za kufanya maombi. Unaposoma kwenye Mithali ile sura ya 91 mstari wa 5, anasema kwamba hutaogopa hofu ya usiku, wala mishale ukao mchana. Kumbe wakati wa usiku ndipo ambapo hofu hutanda, lakini Mungu anasema kwamba kwa yule aombaye usiku hataogopa hofu ya usiku wala mishale irukayo mchana. Kumbe ile mishale ambayo inaruka mchana au mishale ambayo inaachiliwa wakati wa mchana, ile hali mbaya ambayo unaiona wakati wa mchana ni matokeo ya shambulizi la usiku. Kwa hiyo kwa mtu ambaye anachukua hatua za kuanza kufanya maombi ya usiku, manake ile mishale ya mchana, yale mashambulizi ambayo ni matokeo ya mchana, hataweza kuyaogopa, kwa sababu moja kwa moja ashajifanyia wigo wa ulinzi katika wakati wa usiku kwenye maombi ya usiku. Kwa ni heri ukaanza kuchukua hatua za kumwomba Mungu wakati wa usiku, kwa sababu ukianza maombi ya usiku moja kwa moja utaanza kumwachilia adui mishale ambayo itaenda kumunguza na moto wa Bwana ambao utaenda kumshambulia. Lakini kama utaweza kufanya maombi ya usiku, moja kwa moja unakumwachia adui nafasi aweze kukushambulia. Kwa ni heri ukaanza hatua kwa hatua kufanya maombi ya usiku. Maombi ya usiku ni maombi pekee ambayo yanakupatia ushindi katika ulimwengu wa kiroho. Hakuna vita ambayo inaanzia kwenye ulimwengu wa kawaida. Kila vita ambayo unaiona huwa inaanzia kwenye ulimwengu wa kiroho, na vita nyingi huwa zinaanzia katika usiku wa manane. Ndio maana hata watu ambao wanaenda njia panda, wanaenda kuvunja nazi, wanaenda wakati wa usiku, kwa sababu ni usiku ambapo hakuna mtu ambaye atamuona. Pia ni wakati ambapo nguvu za giza huwa zinafanya kazi sana, lakini nguvu za giza haziko juu zaidi ya ulimwengu wa kiroho. Ulimwengu wa kiroho ambao ni ulimwengu wa Mungu ni ulimwengu pekee ambao unafanya kazi kwa nguvu ya kutisha mno. Unafanya kazi kwa nguvu ambayo inazidi nguvu zote. Kwa unapokuwa umejikita katika ulimwengu wa Mungu au katika roho ya Mungu, moja kwa moja Mungu anakuachilia ulinzi na ukuu wake kwa ajili ya kuachilia mishale ya Mungu ambayo ni miale ya moto, ambayo hiyo kwa kutaja jina la Yesu tu wakati wa usiku, unapoanza maombi ya usiku tu, moja kwa moja shetani anahangaika sana. Ndio maana shetani anajua kwamba watu wakiomba wakati wa usiku wataweza kutesa na kudhoofisha ngome zake. Kwa hiyo watu wengi wamepuuza maombi ya usiku. Nikwambie ndugu mpendwa, usipuuze maombi ya usiku. Ni maombi pekee ambayo yatakuletea ustawi ndani yako, pia yatakuongezea nguvu za kiroho zaidi. Pia utakuwa mwepesi wa kusikiliza sauti ya Mungu, kwa kuwa sauti ya Mungu huja kwenye hali ya utulivu, na wakati wa usiku ni wakati pekee ambapo sauti ya Mungu utaweza kuisikiliza, kwa sababu ni wakati ambapo kila kitu kimetulia, bali tu ni mashambulizi ambayo yanaendeshwa katika ulimwengu wa kiroho. Na siri ya tatu